Tuh beruntung banget punya suami kayak kamu, tau gak sih? Lagian juga kalian masih lama kan di sini. Ya tunggu dulu sih. Pak! Filamu inaanza na ujumbe unaosema kwamba kwa heri ni kwa wale wanaopendana kwa macho tu, kwa sababu wale wanaopendana kwa moyo na roho hakuna kitu kinaitwa kuachana. Tuanze tukio hili moja kwa moja na ndoa baina ya watu wawili, Rifa pamoja na mume wake anaitwa Salimu. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha sana. Ndiyo, walikuwa wanapendana kweli, walipendana na waliishi maisha yenye furaha na amani tangu ndoa yao. Katika maisha yao ya ndoa, siku zao zilijawa na vicheko pamoja na utani. Baada ya siku kwenda, wakafanikiwa kupata mtoto wa kike na wakamuita jina Nasia. Furaha iliongezeka zaidi kutokana na kuzaliwa kwa mtoto huyo, aliongeza baraka zaidi katika familia hii. Siku moja mke akamwambia mume wake kwamba ninatamani mimi na wewe tuendelee kuishi namna hii milele na milele, lakini mume wake akamwambia kwamba hakuna kitu kinaweza kuishi milele, japo ni kweli mpenzi, ninategemea na nilitamani sana tuendelee kuishi hivi mimi na wewe milele mpaka pale ambapo kifo kitatutenganisha, tufike mbinguni tuendelee kupendana namna hii. Basi ikawa ndio furaha yao siku zote. Haya ndiyo yamekuwa maisha yao. Siku moja mke akawa amemnunulia saa ya mkononi mume wake kama kumbukumbu ya siku yao ya ndoa. Salimu aliipenda sana saa hiyo na akawa amemwomba msamaha mke wake kwa sababu yeye hakubahatika kumletea zawadi ya aina yoyote siku hiyo, lakini mke wake akasema anachotaka yeye ni kumwona mume wake aendelee kuwa kando yake daima, hajali vitu vya kidunia, yeye anampenda sana mume wake. Katika mazungumzo yao, mke akamuuliza mume wake, je, vipi kama mimi nitakuwa wa kwanza kufariki? Je, utaoa mwanamke mwingine? Salimu akawa amekataa, akasema kwamba siwezi kuoa mwanamke mwingine kabisa, mimi naye kuhitaji ni wewe peke yako. Mke pia akasema yeye pia majibu yake ni kama hayo hayo, kwamba kama mume atatangulia, yeye hawezi kuolewa na mwanaume mwingine abadani mpaka atakapokufa na yeye. Kitakachowatenganisha hao watu kwa huu upendo ni kifo peke yake tu. Na mwanamke akawa amemwambia kwamba kama kweli unamaanisha unachokisema, basi usioe tena nitakapofariki, na kama utaoa basi roho yangu itakuandama wewe na itakusumbua maisha yako yote mpaka kifo kitakapokukuta. Kwa bahati nzuri, kama jinsi ambavyo imepangwa na Mwenyezi Mungu, Rifa ndiye akawa wa kwanza kufariki dunia, na Mungu akampa nafasi ya roho yake kutoweka kwenye hii dunia, iendelee kusalia hapa na ione kila kitu kinachoendelea. Roho ya Rifa kwenye msiba wake yupo anashangaa, jamani, kweli mimi ndo nimekuwa wa kwanza kufa? Mungu, kwa nini lakini unifanyie hivi? Na namtazama mume wake, anamwona mume wake mbona kama alii wewe ndio ulitakiwa kulia hapa kuliko mtu yoyote kwa ule upendo ambao ulikuwa unaniahidi. Lakini anamuona mwanaume katulia tu, akajaribu kumuita, akahisi pengine angeweza kumsikia ama kumuona, akajiongelesha hapo. Salimu anaonekana ni mkavu tu, wakati wengine wenye msiba wanaonekana na huzuni. Baada ya mazishi ya Rifa, Salimu akabaki kuishi na binti yake. Nyumba ilikuwa na watu watatu, kwa sasa wamebaki watu wawili tu. Roho ya Rifa iliendelea kumfuatilia mume wake kila mahali alipokuwa. Mwanaume baada ya kufika ndani, hapa sasa ndipo unapoambiwa kwamba mwanaume, mzigo wako usiufanye mzigo kwa wengine. Mshikaji baada ya kufika ndani akiwa peke yake, alilia, aliachilia machungu yake yote yaliyokuwa moyoni mwake baada ya kumpoteza mke wake mpenzi. Mke wake roho yake ikiwa hapo inaendelea kumtazama mume wake anavyopitia maumivu makubwa ya kumpoteza mtu aliyempenda kwa dhati. Kesho yake Salimu akawa amempeleka binti yake shuleni, lakini binti alikuwa na huzuni kubwa sana, amemkumbuka mama yake. Baba yake akawa amemwambia kwamba basi sawa, pole kwa kumpoteza mama yako, kama itafaa kesho nitakuleta shuleni. Binti akawa ameomba apelekwe kwenye kaburi la mama yake. Kweli siku hiyo Salimu akawa amempeleka binti yake kaburini huko, na baada ya kutoka hapo akawa ameenda naye moja kwa moja kazini kwake, kwa sababu yeye ni mwanaume, lazima ajikaze, kazi ziendelee. Baada ya kufika hapo, binti akiwa mapokezi, mwanaume huko ndani huko kujaribu kupiga mzigo, lakini mzigo hauendi. Akili bado haiko sawa kabisa, hata wakati wa mkutano akili yake ipo kazini kabisa. Alivyomaliza kazi, akamchukua binti yake ambaye alikuwa amelala mpokezi na kumrudisha nyumbani. Siku kadhaa mbele ilikuwa ni siku ya kugawa ripoti za shuleni. Salimu akawa ameenda shuleni hapo, akawa ameingia katika ofisi ya walimu kwa ajili ya kuchukua ripoti ya binti yake. Nasia akabaki nje. Sasa kuna mmoja wa wanafunzi wakawa wamefika hapa na akawa amemuuliza Nasia kwamba mbona mama yako hayupo, mama yako haji? Binti hili swali lilikuwa limemuumiza sana roho yake, akawa ameondoka hapo mbio mbio na kwenda kujificha huko. Baba yake baada ya kutoka hapo akaanza kumtafuta binti yake, alimtafuta kweli kweli, tafuta, akaja akamkuta binti yake alikuwa amekaa ukumbini, ukumbi wa shule, alikuwa analia huko. Huzuni ya kumpoteza mama yake bado iko moyoni mwake. Salimu akawa amemfariji binti yake na
kusema kwamba mama yako angekuwa hai angejivunia sana matokeo yako. Umefanya vizuri sana mwanangu. Sasa hili jambo la kumkosa mama mwenye nyumba hii lilikuwa bado katika moyo wa Salimu, kwa sababu kila wakati alihisi kabisa kana kwamba mke wake bado yuko karibu naye. Anamkumbuka jinsi ambavyo mke wake alivyokuwa akimwamsha kila alfajiri kwa ajili ya swala ya asubuhi. Baada ya miaka 14 ya kuishi mwenyewe, bado Salimu hajaoa kabisa. Kila kitu ndani kwa sasa anajihudumia yeye, kwa sababu hata binti yake kwa sasa amekwisha kuwa na amekwisha kuolewa, haishi hapa. Kwa hiyo hapa kwenye hii nyumba anaishi Salimu yeye peke yake. Kumbukumbu za mke wake bado zinaishi moyoni mwake. Siku moja mlinzi wa eneo hili, huyu jamaa anaitwa David, akawa amemwambia kwamba kuna jirani mpya atahamia kwenye huu mtaa. Ni jirani mpya lakini ni mwanamke tu, anaishi yeye mwenyewe, aishi na familia kabisa. Akamshauri Salimu kwamba ni miaka mingi imepita, kwa sasa unatakiwa oa mwanamke mwingine. Mbona roho ya mke wake itaruhusu tu hili jambo? Sasa wakati huu jamaa anaongea haya mambo, roho ya mke wa Salimu iko hapa, ina maindi kweli Davidi, inatamani hata kumtia mabanzi, lakini sasa ni vile tu haiwezi kufanya hivyo. Zinamkera sana hizi stori za kumshawishi mume wake aoe mwanamke mwingine. We mume wangu hawezi kabisa kuoa, kama atafanya hivyo basi nitakuandama wewe. Na yeye pia hataki kabisa kusikia mtu anamshauri mume wake kuhusiana na habari za kuoa mwanamke mwingine. Mchana huo Salimu akaenda hospitalini kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Daktari akamwambia kwamba hali yako ya moyo bado sio nzuri, unapaswa kumweleza mtoto wako Nasia ukweli kuhusiana na hali yako ili upate uangalizi zaidi. Hali inasukumwa sana na mawazo pamoja na huzuni ndani ya moyo wako. Daktari pia akawa amemweleza Salimu pia ni miaka mingi sana ungetafuta mwanamke uoe kwa ajili ya uangalizi na mtu ambaye atakuwa karibu na wewe muda wote, lakini Salimu akawa amekataa kabisa hizo hoja. Yeye anaamini kabisa mke wake bado yuko pamoja na yeye hata kama hayupo katika hali ya kuonekana. Sasa roho ya marehemu ikisikia haya mambo inajiona mmesi ndo huyu jamani, nilipata, inafurahi kweli. Dokta akasema kwamba huzuni na mawazo yanayokukabili katika moyo wako ndiyo sababu ya wewe afya yako kuendelea kuzorota. Unatakiwa kupata mtu wa kukupa faraja, lakini kwa sababu Salimu alishikilia msimamo wake, basi dokta ikabidi kukubaliana na yeye, ila akamsisitiza kwamba amwambie mwanaye kuhusiana na hali ya moyo wake. Salimu alivyotoka nje akakutana na mwanaye Nasia, yuko hapa, yuko na mme wake, wamekuja kliniki kwa ajili ya maendeleo ya mtoto. Wote wawili wako na wasiwasi mkubwa sana kuhusiana na afya ya baba yao. Nasia akamwomba baba yake aendelee kujitunza afya yake, hatamani sana kubaki yeye mwenyewe kwa kumpoteza tena na huyu mzee. Lakini Salimu akageuza hayo mazungumzo na kuanza kuzungumzia habari za mtoto anayekuja. Akaomba waulinde huo ujauzito ili mjukuu wake azaliwe akiwa na afya njema. Baada ya Salimu kuondoka tu hapo, binti yake alikuwa anahisi kabisa kuna kitu baba yake anamficha, lakini hajajua ni nini. Katika safari ya kurudi nyumbani, bila kukusudia, Salimu akawa anasikiliza wimbo ambao mke wake alikuwa anaupenda sana. Akaanza kuimba kana kwamba alikuwa na mke wake ndani hapo. Kumbe bila kujua, roho ya mke wake ilikuwa ikiambatana na yeye kila mahali. Baada ya kutembelea kaburi la mke wake, akamweleza kuwa kwa muda mrefu amekaa amesubiri na hivi karibuni ataitwa babu, kwa sababu mtoto wao anaenda kujifungua. Roho ya mke wake kwa inafarijika sana ikisikia hizi habari, kana kwamba haijui chochote, lakini inafurahi sana baada ya kumuona mme wake akiwa anafika hapa kuja kumwelezea kila kitu kinachoendelea huko. Usiku huo aliporudi nyumbani, Salimu akaona kuna gari limeegeshwa mbele ya nyumba yake. Aliposogea kwenda kuangalia ni nini hicho, akamwona kuna jirani mpya. Huyu binti anaitwa Mira, alikuwa anatengeneza gari lake ambalo limepata pancha bana. Mira akamwomba msamaha sana, akasema kwamba samahani kwa kuegesha gari mbele ya nyumba yako, lakini sio kusudio langu. Ninaomba unisaidie jeki ili nitengeneze gari langu kisha niliondoe mbele hapa. Salimu akawa amemwazimisha jeki, lakini sasa hakutoa kabisa ushirikiano wowote na huyu Mira. Muda huo roho ya mke wa Salimu inamtazama huyu binti, mbona kama anajisogeza sana kwa Salimu. Asubuhi iliyofuata baada ya swala la alfajiri, kama kawaida, Salimu alikuwa akimwagilia mimea mbele ya nyumba yake. Mira akawa amefika hapo, amekuja kwa ajili ya kumrudishia jeki na kumpa chakula kama shukrani. Mwanzoni Salimu alikuwa amekataa, lakini Mira akawa amemshawishi sana, akasema kwamba kubali chakula hiki kwa sababu ukikataa nitajisikia vibaya. Salimu akakichukua kile chakula, hakuwa na mpango wa kukila, akaenda moja kwa moja kukiweka kwenye jokofu lake. Akiwa kazini, Salimu akaitwa na mtoto wa bosi wake. Kampuni ilipanga kutumia program kwenye nafasi ambayo yeye anayofanya. Salimu akaona kabisa haya mambo ndo mambo ya wahenga, akufukuzaye akuambii toka. Lakini bosi wake akamwambia kwamba sisi tunakurahisishia majukumu tu, wewe utasimamia mfumo huo, utakuwa unafanya kazi nyepesi ofisini hapa, siku zako zitakuwa zimepungua. Kwenye wiki unaweza kuingia kazini mara 2 tu au mara 3, lakini mshahara wako hautakuwa umepunguzwa kabisa. Salimu alihisi kana kwamba amefukuzwa kazi, haonekani umuhimu wake kwenye hii kampuni kabisa, licha ya kufanya kazi kwa miaka takribani 20. Wakati wa kurudi nyumbani alihisi kabisa kama
akafukuzwa kazi. Atakwenda kumsimulia nani hilo jambo? Nyumbani anaishi yeye mwenyewe. Anakumbuka kipindi cha nyuma, siku alipofukuzwa kazi, aliporudi nyumbani kwake, mke wake alihisi kuna hali siyo ya kawaida, na alimwambia kwamba tulia, chukua muda wako, utaniambia kila kitu baadaye. Na kweli baada ya kuwa wametulia, wakawa wameambiana kila kitu kilichokuwa kinaendelea, na Rifa hakukasirika kabisa, lakini wote walihofia hali ya kifedha, hasa kwa sababu mtoto wao alikuwa amezaliwa na hana hata Krismasi moja mjini hapa. Rifa alimfariji mme wake na akiwa anasema kwamba anaamini mme wake ni mpambanaji na hawezi kuruhusu familia yake ibaki au maife njaa. Mawazo haya yalimuuma sana huyo mwanaume Salimu, akijua kwamba sasa hivi mtu wa kwenda kumfariji nyumbani hayupo. Siku iliyofuata Salimu akaanza kuwa anatumia muda mwingi sana kufanya kazi za nyumbani, anafanya usafi, na ndiyo siku hiyo akawa ameona kile chakula ambacho alipewa na binti Mila kipo bado kwenye jokofu lake. Kukionja chakula kweli ni kitamu. Sasa roho ya mke wake inamwangalia tu jamaa. Muda mfupi baadaye Nasia akawa amefika hapo. Ana makasiriko kweli, kwa sababu tayari amekwisha kupata habari kuhusiana na hali ya moyo wa baba yake. Akaenda moja kwa moja mpaka ndani, akaenda kufungua makabati. Kweli akawa amezikuta nguo za mama yake ziko hapa. Sasa Nasia anaamini kabisa baba yake amekuwa akimficha kuhusiana na hali ya moyo wake. Akaanza kumlaumu. Kwanza anamuuliza baba yake kwamba hizi nguo ziko hapa karibu miaka 14 mpaka leo, kweli hizi nguo ulifaa kuwa umeziondoa? Kwa nini mpaka leo mama yangu bado umemtunza moyoni mwako? Binti hakuwa anamaanisha kwamba baba yake anatakiwa kumsahau kabisa mama yake, bali binti alikuwa anamaanisha kwamba baba yake anatakiwa kufikia hatua aachilie maumivu ndani ya moyo wake, ajaribu kusahau, achukue maisha mengine, kwa sababu afya yake inazidi kudhoofika kadiri siku zinavyozidi kwenda, na binti hayuko tayari kabisa kumpoteza baba yake. Kesho yake kweli Salimu, baada ya ule ujumbe kutoka kwa mtoto wake, akawa amezichukua zile nguo na kuzipeleka katika kituo cha watoto yatima. Alipofika hapo, akawa amekumbuka sana maneno ya mke wake. Aliwahi kumwambia kwamba kutoa sadaka kunapaswa kwa vitu vizuri na vyenye manufaa, na sio unachagua vitu ambavyo ni vibovu na havina manufaa kwa ajili ya watu wengine. Msimamizi wa kituo hicho, baada ya kupokea huo mzigo, alisifu sana ubora wa hizo nguo, na akawa anashangaa kwa sababu ni nguo zenye gharama kubwa na zimeletwa hapa. Ghafla jirani Mila akawa amefika hapa. Sasa inavyosemekana kwamba Mila amekuwa ni mtu ambaye anatoa sana sadaka kwa watu wengine, yaani hayo yamekuwa ni maisha yake ya kila siku, na kwenye hichi kituo mara nyingi amekuwa akifika hapa. Salimu akawa amemuona huyu binti bana. Roho ya Rifa ikaanza kuonekana kama ina wivu fulani hivi, kwa sababu sasa anaanza kumuona Salimu anavutiwa sana na sifa za huyu binti Mila. Wakati wa kuondoka, Salimu akiwa ndani ya gari yake, mvua ikaanza kunyesha. Sasa akiwa hapo akamuona binti Mila akiwa anahangaika na mwamvuli, akajua kabisa binti pengine leo hajatembea na gari lake, akawa ametoka hapo na kumfuata binti. Kweli alikuwa amekubali kupanda kwenye gari la mshikaji, na wakaanza kurudi nyumbani kwa sababu njia ni moja tu. Sasa wakiwa njiani, roho ya mke wake Salimu ilikuwa inaanza kuingiwa na wasiwasi, kwa sababu sasa huu karibu unakoelekea huku siko, sifa zinamwagwa. Salimu akamsifia mke wake, kweli roho yake na enjoy kweli kweli. Sasa baadaye hizi stori zikaanza kwenda mlama, watu wakaanza kuzungumza stori za kuanza kujuana zaidi. Roho ya mke wake Salimu ikawa imeingiwa na hasira, ikatamka kwamba hili gari liharibike. Kweli mara moja gari hilo lilikuwa limepata panja njiani. Roho yenyewe ikawa inashangaa, sikutegemea kabisa. Salimu akashuka kutengeneza tairi, mara Mila akawa ametoka hapo na kumkingia mwamvuli ili jamaa asiloane na mvua. Sasa roho ikawa inaona haya mambo tena, imekuwaje haya mambo, yamekuwaje? Roho ikawa inaona wivu. Usiku huo Salimu alipolala, roho ya Rifa iko hapo pembeni inamtazama tu, inasema kwamba nina huzuni sana kwa sababu mwanangu hawezi kunisikia wala kuniona, wala hata kipenzi changu hawezi kuniona, na niko hapa kando yake. Ikamsihi sana mme wake ikimwambia kwamba ninatamani usipende tena kwenye haya maisha, ili tuweze kuishi pamoja tena kwenye maisha yajayo. Palivyokucha, Salimu akamtembelea Mila na kumrudishia lile kontena lake la chakula. Alivyoondoka, Mila akauliza kwamba je, kuna mtu ambaye anauza supu nzuri na chakula kizuri hapa mtaani? Salimu akawa amempeleka moja kwa moja sehemu ambayo alikuwa anapenda sana kwenda kununua uji na msosi eneo hilo. Baada ya kufika hapo, Mila anaonekana kumjali sana Salimu. Baada ya Salimu kumuuliza kuhusiana na maisha yake huyu binti alikotoka, Mila yeye akasema kwamba aliwahi kupenda mtu mmoja ambaye yeye ndiye alikuwa awe mwanaume wake, yani mme wake, lakini kabla ya siku ya kumwoa, yani siku moja tu kabla ya harusi yao, yule mchumba wake alipata ajali na alifariki dunia. Tangu wakati huo Mila mara nyingi alipangiwa wachumba wengine na wazazi wake, lakini hakutamani kabisa kuolewa tena. Sasa wakati anazungumza haya mambo yote, huyu baba Salimu akaanza kuhisi kabisa hii stori kama inamfiti mke wake marehemu Rifa, akiwa na maana kwamba kama yeye angekuwa amefariki, Rifa angekuwa hai mpaka sasa. Hii stori anayosimuliwa na huyu binti ingekuwa inaendana na yeye, kwamba mwanamke wake asingekubali kuolewa na mwanaume mwingine. Sasa baada ya hizi stori zote, wakuwa wamegunduana kwamba
wote wana stori zinazoshabihiana, wote wamekwisha kuwapoteza wapendwa wao wa muhimu sana kwenye maisha yao. Ukaribu wao tangu siku hii ukaanza kuwa karibu zaidi. Moyo wa Salimu ukaanza kuimarika, akaanza kubadilika, akawa ni mtu mwenye furaha na sio huzuni tena ndani ya moyo wake. Akaanza kujitahidi sana kula kwa wakati. Mira mara nyingi akawa anamletea chakula, na ni kweli baada ya kwenda kufanyia uchunguzi, daktari akawa amethibitisha kwamba moyo wake kwa sasa unaendelea kuimarika, na akawa amemsifu sana kwa hatua yake, hivyo anahitajika kuendelea kupambania furaha ndani ya moyo wake. Siku moja familia ya Salimu ikawa imeandaa chakula cha pamoja, na Mira ndiye alikuwa amepika hicho chakula. Wote wakasifu sana, msosi huo ulikuwa ni mtamu kweli. Sasa wakati wanakula, Nasia alimwona baba yake kana kwamba ameanza kuvutiwa sana na huyo binti Mira. Nasia akakumbuka hapo zamani aliwahi kumshawishi baba yake aoe mwanamke mwingine, lakini mwanaume huyo alikataa. Akasema kwamba yeye katika maisha yake alitamani kuoa mwanamke mmoja tu, na huyo mwanamke kwa sasa amekwisha kufariki, ni Rifa peke yake. Msimamo wake ni kwamba hataki tena kuoa mwanamke mwingine tofauti na yule. Siku hiyo Salimu baada ya kulala akaota akiwa na marehemu mke wake Rifa. Hapo Rifa akamwambia mume wake kwamba yeye tayari amekwisha kuachilia uhuru kwake. Akamwambia kwamba nimeondoa kizuizi kwenye maisha yako, kama utaweza kuoa oa tu, na kama utaamua kunisahau basi nisahau Salimu. Mtu asiyekuwepo hawezi kuzuia mtu aliyepo. Rifa akasema ukweli ni kwamba mahali ambapo mimi nipo mpweke sana. Mara moja Salimu akawa ameshtuka kutoka ndotoni, moyo wake ukaanza kwenda mbaya mbovu, moyo wake ukaanza kuuma. Roho ya mke wake iko hapo, haiwezi kusaidia kitu chochote. Wakati huo ambapo Salimu anahangaika na nafsi yake, Nasia pia mtoto wake wa Salimu, yeye pia uchungu uko umemshika, ni muda wa kwenda kujifungua. Salimu alijaribu kutafuta msaada, lakini hakuweza kuvumilia tena, akawa amedondoka chini na kuzimia. Roho ya Rifa ikawa haiwezi kusaidia, ikajaribu kuomba msaada kwa majirani, inamwita Mira, tafadhali Mira, msaidie Salimu, msaidie Salimu. Muda huo sasa Mira yeye yuko na Davidi, wanapiga zao stori tu. Baadaye Mira akawa amemuuliza Davidi, mbona kama Salimu leo hajatoka nje mpaka muda huu na sio kawaida yake, na nyumba yake inaonekana imefungwa. Ikabidi kwenda hapo kwenda kuangalia, wakajaribu kumuita Salimu ajibu chochote. Davidi akajaribu kutoka hapo, lakini Mira akasema kwamba Davidi, vunja mlango, kama gharama yoyote itakayokuja hapa itakuwa juu yangu. Basi wakavunja mlango. Kweli walikuwa wamemuona Salimu akiwa chini sakafuni, ikabidi kumkimbiza hospitalini. Katika hospitali hiyo hiyo ambayo mtoto wake Nasia alifanyikiwa kujifungua mtoto salama salimini. Sasa baada ya Nasia kuwa amejifungua, mtoto wake alikuwa analia wakati wote, yaani analia hata kama kabebwa na mama yake, mpaka wakati ambapo binti Mira alimshika huyu mtoto akakaa kimya. Wakati huo pia Salimu tayari alikuwa amekwisha kupata fahamu zake, akawa amefika hapo, akawa amefurahi sana baada ya kumwona mjukuu wake akiwa hai. Wakati huo roho ya Rifa inawatazama kwa mbali, ndipo roho ya Rifa ikaamua kuachana kabisa na haya maisha ya kuendelea kufuatana na mtu ambaye alikuwa anampenda, akaamua kujirudisha makaburini huko. Anasema kwamba kuachana baina ya watu wanaopendana ni maumivu makubwa sana kuliko maumivu ya kifo. Akaamua kurudi zake makaburini, akiwaza namna dunia inavyohifadhi maumivu ya watu wanaopendana kwa kuwatenganisha tu. Upendo ukitengwa, kinachobaki ni maumivu. Akamwacha mme wake awe huru na maamuzi yake. Siku moja Salimu akawa amemtembelea makaburini mke wake, akamweleza kwamba Nasia amefanikiwa kupata mtoto na yeye kwa sasa ni babu. Pia akamweleza kuhusiana na jirani Mira kwamba Mira ndiye amefanikiwa kumtuliza yule mjukuu wao, yaani mjukuu analia hata akibebwa na mama yake, lakini akibebwa na Mira anatulia. Mwanaume akasema kwamba alitamani sana huo wajibu ama hilo jukumu lilifanywa na mke wake mpendwa, mke wake marehemu Rifa. Salimu akawa amemsifia sana Mira, akasifia sana wema wa Mira kwa familia yake. Yule Mira amekuwa ni mtu mwema sana, japo hajawahi kubahatika kupata mtoto wala kuolewa. Mwanaume akalia sana, akasema kwamba kwa sasa yuko tayari kuanzisha maisha mapya, ikiwezekana na huyo binti, lakini nafasi yako Rifa haiwezi kuchukuliwa na mtu wa aina yoyote. Bado wewe utaendelea kubaki moyoni mwangu, bado mimi ninakuhitaji wewe. Mtu pekee ambaye nilikuwa namhitaji katika maisha yangu ni wewe, mke wangu kipenzi. Salimu akamsifu sana binti, lakini hakuacha kumsifia mke wake. Roho ya Rifa inamwona mme wake namna anavyoumia. Mwanaume anasema, nimekumisi mke wangu, siwezi kuwa mbali na wewe. Alilia, alilia, alilia. Baada ya siku kadhaa, kweli Salimu akafariki dunia. Familia ikawa imeangukia tena kwenye maombolezo ya kumpoteza kichwa cha familia. Mira akabaki katika familia ya Salimu ili kumtazama Nasia na mwanaye. Roho ya mke wake Salimu ilikuwa hapo inamtazama mme wake ambaye kwa sasa ni marehemu. Inakuja kushtuka, inaitwa kwa sauti ya Salimu akiwa anamwambia mke wake kwamba umesubiri kwa muda mrefu sana mke wangu. Rifa akamkumbatia mme wake kwa upendo mkubwa sana. Wakati mwingine wamepatana eneo jingine, upendo wao unaendelea,
wakashikana kwa pamoja. Rifa alifurahi sana baada ya kumwona mme wake kwa mara nyingine, wakaungana tena mme na mke katika maisha ya umilele. Filamu yetu inaishia hapa. Kupitia filamu hii tunajifunza kwamba upendo wa kweli haupimi kwa muda wa kuishi pamoja tu, bali kwa kumbukumbu na athari anazoziacha mtu ama mpendo wako. Upendo wa Salim na Rifa unatufundisha kwamba hata kifo hakiwezi kufuta hisia za ukweli. Mtu anaweza kuondoka kimwili, lakini akaendelea kuishi ndani ya mioyo ya watu wanaompenda. Filamu hii pia inatukumbusha kwamba kuachilia vitu, kukubali hali ni sehemu ya upendo. Wakati mwingine kumpenda mtu si kumshikilia milele, bali kumruhusu aendelee na maisha yake na kupata furaha nyingine tena. Upendo wa kweli hauzuii, hauumizi, bali huombea mema hata kama hauko pamoja na mtu ambaye unampenda. Thamini watu wanaokupenda wakati bado uko pamoja nao. Toa upendo, samehe, onyesha kujali kila siku, kwa sababu hatujui ni muda gani tuliobaki nao. Mwisho wa yote, upendo wa kweli. Karibu Swahiliflix Empire. Usisahau kusubscribe. Ulikuwa na mimi msimuliaji wako OKRAN Okran.